nitenda mimi ndivyo nilivyowatenda. Wakamwambia, tumeshuka ili tukufunge, tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao, lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba mbili mpya, wakamchukua kutoka huko jabalini. Alipofika Le, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautoa akawapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Samsoni akasema, kwa taya ya punda chungu juu ya chungu, kwa taya ya punda nimepiga watu 1000. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia vile Samsoni alitembea na neema, kitu ya kwanza Biblia inasema alipowaona Wafilisti, nguvu ya Mungu ilimujia, nguvu ya ushindi ilimkalia, neema ya ushindi ilikuwa pamoja na yeye. Akaangalia kando, akaona utaya mbichi wa punda, akaurusha, akaua watu 1000, kwa sababu ushindi haukuwa kwa nguvu ya mikono yake wala mkono wa punda, utaya wa punda, lakini ilikuwa ni neema, ilikuwa imeachiliwa. Kila wakati atapigana vita, ataibuka kuwa na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio ile neema tunahitaji katika kila kitu tunafanya, katika vita vyote. Na kuambia watu wengine tunapigana vita nao wamebombea kwa vita. Wengine wanajua nchinzi hata ya kuinua wafu waongeleshe, wakuja kukupiga vita wakati umelala. Wengine wanajua hata jinsi ya kunyakua baraka zako kwa anga kabla hazijaingia kwa anga yako. Wengine wanajua jinsi ambavyo wanaweza kuchukua roho ya utajiri kwa anga yako, unambaki kuwa maskini. So tunahitaji neema wakati tunapigana na watu wao, kwa maana tunajua ya kwamba wengine wao ni mashuhuri, wengine wao wamebombea katika mambo ya rohoni. So bila neema hii hatutaweza kuwashinda, hatutaweza kuelewa. Wakati uko na hii neema ni wakati Mwenyezi Mungu anakuelekeza katika kila hatua uendapo, katika kila kitu ufanyacho, katika kila vita ambao unapigana. Mwenyezi Mungu anazungumza na wewe, anakuelekeza fanya hivi na fanya hivi. Lakini tukipigana vita bila neema, tukipigana vita bila kibali cha Mwenyezi Mungu, tunachoka bure, tunafanya kazi ya bure. Ni kama kulima shamba nzima, upewa kibarua unalima, umetoka pale na maumivu, umetoka pale na njaa, umetoka pale na uchovu, umetoka pale uko na kiu, lakini hakuna wakupa maji, hakuna wakukulisha, hakuna wakulipa mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji hii neema ili tukaweze kushinda yale mambo ambayo tunapitia. Hata katika maisha ya mwanadamu, kushinda vita ni neema. Na kushinda vita napelekanga kiwango kingine. Na ndio maana adui anang'ang'ana usiweze kushinda vita ili ukapandishwa juu, ili ukainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine utakuwa unapigana matajiri, wanajua vile kutoa kafara ya mwanadamu inatoleangwa. Bwana Yesu asifiwe. Utapigana mtu ambaye zile vita anakupiga ametoa sadaka ya mwanadamu, na bila neema huyo mtu kumshinda ni vingumu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanajua wanaitishwa mbuzi 7, wanaitishwa ng'ombe 10, na wanajua vile watazipeleka, na wewe mwenyewe hata kuku hauna. Unahitaji neema ili kushindana na watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe.
Hata wengine wanafika kiwango kiasi kwamba wanafunga baraka zako kiasi kwamba hata kupata sadaka ya kuja kujitetea kwa madhabahu ni kazi. Unahitaji neema ya kuepukana na hii mitego. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua kwamba kuna neema ya vita, ni wakati unaonanga Mungu anakupigania mpaka unakaa hivi unauliza, mbona niliacha nikipigana fulani fulani, kwani alienda wapi? Yaani wakati Mungu anakuondolea maadui zako, wanakuja wengine anaondoa. Haijalishi wataenda kwa uzuri ama wataenda kwa wema, lakini bora hauwaoni karibu na wewe. Hata wajuangi habari zako unaendelea aje. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unaingia vitu kama hivyo, hapo ndio unajuanga kweli niko na neema. Mtu ambaye alikuwa anajivuna juu yako, alikuwa anasema ngoja nitakaonyesha, ngoja nitapambana na kenyewe, raundi hii katanijua, raundi hii itakuwa hivi na hivi. Unawaona baadaye wakija kwako wamepoa kama maji ya friji, wakiwa wamepepetwa na nguvu ya Mwenyezi Mungu kiasi kwamba hawawezi wakakupointi na kidole yao. Bwana Yesu asifiwe. Bila hii neema hauwezi enda popote, hauwezi shinda yeyote. Hata wao mwenyewe utaanza kujichukia, utaanza kuwakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Na vita zingine tunashindanga kwa sababu ya kujua hii siri. Ni sawa, watasema tumemfanya hivi, tumemkamatia pesa, tumemkamatia ndoa, tumemkamatia hii, lakini ile kitu unajua ni kwamba as long as I'm breathing, you can do nothing to harm me. Unavaa kuelewa ya kwamba as long as niko na Mungu, as long as yule Mungu natumikia hashindwi. Hata museme umefanya nini, bado mwisho wenu ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. An example of a person who walked with this grace, it is Jehoshafati. Wa wale ambao walitembea na hii neema, Yehoshafati ni mmoja wa wale walitembea na hii neema. Ukienda katika kitabu cha Nyakati, kitabu ni kile cha Nyakati, Mambo ya Nyakati, Nyakati wa pili, kifungu ni kile cha 20, uanzie pale mstari wa 10. Inasema hivi: sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wana wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipokuwa Misri, lakini wakageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi walivyotulia wakija kututupa toka miliki yako ulioturidhisha. Huyu ni Yehoshafati anaomba mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yehoshafati amepeleka kesi yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Verse 15 nasema hivi: akasema hivi, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wenye falme na wewe mfalme Yehoshafati. Wakati Yehoshafati ameenda kumulilia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ametuma nabii kwa mtumishi wake Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si hivi bali ni vya Mungu. Mungu anawaambia msiogope wala msifadhaike. Kuna kitu nataka kwanza ujue siku ya leo. Kila asubuhi yako unapoamuka asubuhi saa 12, ile kitu ya kwanza Mwenyezi Mungu anakuambia kabla utoke kwa kitanda, kabla ukanyange mguu wako chini, Mungu kitu ya kwanza katika neno lake anakuambia usiongope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sauti ambao inaongea na mtumishi wa Mungu, inaongea na mtu mwandilivu usiku na mchana.
usiogope, usifadhaike, mimi nipo pamoja nawe. Sijui woga tunatoanga wapi wa Kristo? Sijui hofu tunatoanga wapi? Sijui hii kitu ya kukimbia maadui tunatoanga wapi? Sijui hii kitu ya kulialia ovyo ovyo tunatoanga wapi? Sijui hii kitu ya kuongea matatizo kila wakati, kuongea magonjwa kila wakati, kusema ni kungumu kila wakati. Mwenyezi Mungu sauti yake inatuambia tusiongope wala tusifadhaike. Lakini wakati unadharau neno la Mwenyezi Mungu, unapata we are suffering. Tunaendelea vibaya. Tunaendelea vibaya. Adui anatupiga kwa sababu ya ule woga ulio ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo pamoja na huo woga wote, leo pamoja na hiyo hofu ambao wamekutia ndani, Mwenyezi Mungu leo anatupatia neema ya ushindi. Na hiyo neema ndio tutaenda nayo, hiyo neema ndio tutawapiga nayo, hiyo neema ndio tutaweka chini nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tukiwa neema ya ushindi, tuwe na roho ya ushindi, tuwe na kibali machoni pa Mwenyezi Mungu, nobody can harm you. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Daudi akasema, je, Bwana ukiwa upande wangu, mwanadamu anaweza akanitenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Kesho yake, shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Hiyo ni verse 16. Verse 17. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Kama kuna neno ambayo haifai kutoka kinywani mwako, haifai kutoka moyoni mwako, haifai kutoka rohoni mwako, ni neno ambayo usiogope, usifadhaike, kwa kuwa mimi Mungu wako ni pamoja nawe. Ukitembea usiku, jua Mungu yuko pamoja na wewe. Ukitembea kila wakati, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi, iwe ni adhuhuri, jua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Hata ukiwa katika vikundi ambazo zimejaa watu waovu, jua ya kwamba God is with you. Mungu ako pamoja na wewe. Anasema atakuokoa. Twende verse 18. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele ya Bwana, mbele za Bwana, Yuda wote na wakao Yerusalemu wakamsujudia Bwana. Na Walawi wa wana wa Wakothi na wana wa Korahi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, sikilizeni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Hapa walipewa mtihani ya kwamba wawe na imani na yale maneno Mwenyezi Mungu amenena, wawe na imani na ile neno na yule nabii ambaye ameleta habari, na kwamba watafaulu na watafanikiwa katika vita vyao. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, akitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana waliowaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuharibu. Nao
kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Wakajitia kuharibu kila mtu iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yehoshafati aliwaambia neno nzuri sana. Vita sio vyenu, mwaminini Mwenyezi Mungu nanyi mtafaulu. Aminini na yule nabii ameleta huu ujumbe, nanyi mtafanikiwa. Je, do we believe in God? Wakati tunapigana vita, tunahitaji kuamini kwamba Mungu yeye ndiye upigana vita, sio sisi. Ukishinda vita usianze kusema nilimgonga, nilimweka chini akatambua mimi ni nani. No. Sema Mwenyezi Mungu alinipigania, hata vile alipigwa vita mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu amenipigania, hata vile hizo vita nilitoka mimi sielewi na siwezi nikaeleza. Aminini na manabii wake. Ujumbe ule mtumishi wa Mungu analeta hapa, akiwa hapa deliverance service, anaongeanga masuala mazito kulingana vile sauti ya Mwenyezi Mungu inasema. Je, sisi tunaamini hayo maneno ama hatuamini? Hao waliamini. Yehoshafati akapanga waimbaji, akawaweka mbele waimbie wale wengine, wakimtangazia Mungu makuu yake. Hakuna mahali walirusha faya, ile ambapo kurusha faya si vibaya. Wakamtangazia matendo yako. Ulitutoa Misri, ulitufukisha bahari ya Sham, uliwapiga watu wa Jeriko, ulifanya hivi na hivi, uliwaondoa wa Kanaani, uliwaondoa wa Perizi mbele yetu. Mfalme tulimkamata tukamkatakata viganja za mikono kwa nguvu yako Mwenyezi Mungu. Maadui wakainukiana, wakamalizana, wakapigana na wote wakaisha. Bwana Yesu asifiwe. So tukijua siri ya neema ya kupigana vita, hatutang'ang'ana, hatutatoa jasho. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuambia kama unataka kupigana vita vizuri, you must be born again. Unavaa kuwa umeokoka. Hauwezi piga jeshi ambalo mnakula meza moja. Hauwezi pigana na askari ambaye mnalala kitanda kimoja. So wakati hujaokoka, wewe unakula na wao, unalala na wao, unaenda muziki na wao, unaenda kujivijali na wao. You cannot overcome them. You have to be born again. Unavaa kuokoka, unavaa kuzaliwa mara ya pili, unavaa kuacha dhambi, unavaa kutubu, Mwenyezi Mungu akusamehe, ndio tukaweze kupokea neema ya ushindi. Nimekuambia kwamba neema ya ushindi inapitia kwa kazi ya msalaba. Kwa uokovu peke yake ndio kuna neema. Bwana Yesu asifiwe. Point ile nyingine ama ile example nyingine ni this is the grace worked with the woman of God, Deborah. Deborah alitembea na hii neema. Alienda na Barak kupigana vita. Na wakienda na Barak kupigana vita, nia yao ilikuwa wamweke mwalifu ama adui yao Sisera chini. Ingawa Sisera aliponyoka mkono wa Barak, akaponyoka mkono wa Deborah, alienda kuangukia mikono ya Jael. Wakati ambapo Jael hakung'ang'ana kupigana na Sisera, alimwambia karibu ndugu yangu lala. Akamlaza na akamfunika. Akamwambia jamani nipe maji ninywe na kauka koo. Jael akachukua maziwa, akampatia kanywa kama badala ya maji. Alipolala usingizi mzito, Jael alichukua tu just a peg of the tent, akampigilia kichwa, Sisera akaisha pale. Na huyo Sisera ndiye alikuwa yule adui mkubwa, alifanya Deborah na Barak waende vita. Lakini wakati aliponyoka gidhani amehepa, watu walikuwa na neema ya ushindi. Alipigiwa kwingine ambako hata Deborah na Barak hawakuwa. Bwana Yesu asifiwe. It worked also with the man of God David to overcome his son. David anapigwa vita na Absalom mwanae. Anafuatia baba yake amuue ili amnyang'anye ufalme.
Na David akaambia watu wake, msimdhuru mwanangu hata mkimwona. Lakini ole wake wakati alijaribu tena kumfuatia babake. Babake aliletewa habari ya kifo. Aliletewa habari ya kwamba hayupo tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana alikuwa na neema ya ushindi. Hii neema ndio ile Mungu anasema, do not touch my anointed. Usinguze mpakwa mafuta wangu, wala usimudhuru. Tunataka tufike hicho kiwango kiasi kwamba we are untouchable. Atunguziki. Mtu akitunguza, madhara kule atakako mkuta hatutakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. So hii neema inakufanya kuwa kwamba haunguziki. Wanaongopa kukunguza, wanaongopa kukusema, wanaongopa hata kukuangalia kwa macho direct, kwa sababu ile neema uko nayo. Hakuna mtu anapigana vita na wewe akashinda, wote wanaendanga chini. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, na hiyo neema siku ya leo ikawe sehemu yangu katika jina la Yesu Kristo. Kiwa hapo watazamaji, masaa imetupatia kisogo ya kwamba ambaye amesaidika. Kuna mtu ambaye anajua ya kwamba siku ya leo nitakuwa naomba neema ya ushindi, nitakuwa naitisha roho ya ushindi, nitakuwa naomba kibali mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana hakuna vile unaweza pata kibali machoni pa Mwenyezi Mungu na akakuacha mikononi mwa maadui zako. Inamaanisha wakati umepata kibali machoni pa Mwenyezi Mungu, huyo ndio mwanajeshi wako, huyo ndio security yako, huyo ndio anayekupigania vita. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba tukashike sadaka zetu pale kwa mitandao na hapa ndani, tukajiunganisha na madhabahu ili kupokea neema zaidi ya kushinda vita. Na katika hiyo screen kuna namba iko hapo ambao ni 07 12 84 74 45. Kuna till pale ambao unaweza toa pale matoleo yako ukipenda, ambao ni 36 45 901. Till yetu ni 36 45 901. Namba ya simu 0712 84 74 45. Toa sadaka zako pale, jiunganishe na neema ya siku ya leo, na Mwenyezi Mungu akakutende wema, Mwenyezi Mungu akakubariki katika jina la Yesu Kristo. Na unapofanya hivyo, neema hii inaenda kukuangukia, neema hii inaenda kukutembelea. Muamini Mwenyezi Mungu utafaulu, amini na manabii wake na wewe utafanikiwa, utashinda vita, utaenda mbali, chochote utaanzisha kitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Barikiweni, jiunganishe tena nasi pale siku ambao ni ya kesho saa 6:30. Kutakuwa na mpako mafuta wa Mungu mahali hapa, atakuwa na achilia mafunuo ya kipekee, atakuwa na upako wa kipekee, atakuwa na neema nyingi sana ya ushindi, na utapokea na utaenda kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Ruthi Kioko, it is my name, na Mwenyezi Mungu akubariki. Bye bye for now.